Haleluya. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninafundisha roho ya mbwa, na niliwaambia siku ya kwanza, hii ni kati ya roho korofi sana, lakini ni kati ya roho ambayo imegeuzwa kuonekana ni kitu cha kawaida, kwa sababu ni kitu ambacho kinamzungumkika kwa rahisi. Kwa ni kuuliza ujadili na jirani yako, mtu anapokuambia huyu amefungwa na roho ya mbwa, wewe unaelewa nini? Wewe unafikiri mtu amekwambia huyu kuna roho ya mbwa inamtesa, alafu wewe unafikiri ni nini? Na kwa nini hiyo roho ya mbwa ihusiane na hali ya mtu kufungwa kwenye ndoa, kufungwa kwenye uchumi? Kwa nini? Tunaposema huyu amefungwa na roho ya mbwa, ni tunazungumza juu ya nafsi ambayo imeingiziwa program, imeingiziwa utaratibu ambao haupo kwenye maisha yake. Sasa utaratibu ili uingizwe kwenye maisha yako na mtu aweze kuishi nao, ni lazima nafsi ndio ihusike. Roho ya mbwa hata kama itakaa kwenye uchumi wako, na wakati wa kuomba mkono huu ndo tukaona unatikisika, lakini kitu cha kwanza ambacho kilishughulikiwa kikashikwa ni nafsi. Nafsi ndo ambayo inawekewa hizo taratibu za nini? Na vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Ongea jirani yako unachozungumza. Hivi unajua unaweza ukao huko na kifungo cha roho ya mbwa na ukaishi katika hiyo hali, na usipokuwa na utayari wa nafsi yako kufunguliwa, unaweza usifunguliwe. Kumbuka, roho yoyote ambayo inahusika na aina ya mnyama yoyote ni roho ambayo ili ifanye kazi ni lazima iwekwe wakfu. Ukiangalia kutokea mwanzo, roho ya nyoka ili ifanye kazi kwenye maisha ya wanadamu, roho ya nyoka ili ifanye kazi kwenye maisha ya nani? Ya wanadamu. Ilibidi huyu nyoka awekwe wakfu na Mungu kwa kupewa maelekezo ya kwamba atafanya nini katika uzao wa mwanamke. Kwa lugha nyingine, hakuna roho yoyote ya mnyama inayoweza ikaingia kwenye maisha ya mtu na ikafanya kazi kwenye maisha ya mtu kama mhusika mkuu. Nisikize kwa makini. Kama mhusika mkuu alikaa katika kiti cha utawala hajatoa maelekezo. Leo tunazungumza hapa kwa habari ya roho ya mbwa. Maana yake roho ya mbwa ili ije kwenye maisha yako ina picha zifuatazo. Kuna roho za mbwa ambazo ziliachiliwa kwenye maisha yako katika utaratibu wa kiadhabu, kwamba ndani ya familia hii watu wasipoenda na utaratibu wa hii familia, sisi viongozi wa hii familia, makuhani na wazee wa kimadhabahu, adhabu tunayoachilia ni hipi? Tunaachilia adhabu ya wizi. Sababu tabia mojawapo ya roho ya mbwa ni uadui katika eneo la kuiba. Ndio nachokielezea leo. Ili hii roho ya kiuadui, ukishasikia neno adui, maana yake tayari kuna chuki, kuna hasira. Mtu hawezi kuwa adui yako kama ndani ya kuna nini? Chuki na hasira. Kwa hiyo maana yake kama ni roho yenye uadui na nini? Na wivu, adui wenye wivu. Andika hivyo, adui wenye wivu. Maana yake ni roho ambayo
waga inaachiliwa kwa ajili ya kuadhibu. Siku zote ukishasikia animal spirit, roho za wanyama ambazo zinatesa nafsi kwenye maisha ya watu, jua kabisa kama hazina uharibifu, zinakuja kusimama kwa ajili ya ulinzi. Ulinzi katika picha hipi, ulinzi wa vya kwao kupitishwa na kuzuia vingine vya nuruni visipitishwe. Mwanadamu wewe ni nafsi. Mwanadamu wewe nini? Ni nafsi. Kama mwanadamu wewe ni nafsi, ndani yako wewe una dhamira, una utashi, una maamuzi, una utayari, lakini pia una hisia. Mchukulie mbwa wa kawaida ambaye ili aweze kutambua huyu anahusika na ile eneo nisimuumize, atatumia hisia. Dhamira itamsukuma kwenye nini? Hisia. Akishasikia akajua huyu ni wa nyumba hii, sio mwizi, maana yake atakifanya ni kipi? Anakuwa na maamuzi ya kuto mzuru. Na angalia pia nafsi ya mwanadamu, kama inaweza ikawa na vipengele hivyo kwenye nafsi, na mnyama naye ana vipengele hivyo kwenye nini? Kwenye nafsi. Maana yake tunapozungumza ushindani wa nafsi ya mwanadamu kushughulikiwa na roho ya mnyama anayeitwa mbwa, maana yake ni vita ambayo inahusisha nafsi ya mnyama anayeitwa nani? Mbwa. Lakini huyu mbwa ili akapambane na mwanadamu anahitaji nini kwenye ulimwengu wa roho? Anahitaji ufalme. Hawezi kwenda kupambana kama ana ufalme wake wa giza ambao unampa nini? Nguvu ya kushughulika nani? Na mtu. Sasa kwenye vita hizi za mbwa, kuna mbwa ambao wanatumwa na madhabahu za familia. Kuna familia ambazo wao mnyama wao waliomchagua kwa ajili ya kufanya uadui na wote walioko kinyume na utaratibu wao kwenye ile familia ni mbwa. Na kuna wengine ili walipe visasi wanatumia nini? Wanatumia mbwa. Let us say, nimekutana na hizo kesi mara nyingi. Unakuta labda ni babu yako alishai kudhulumu mtu huko, alafu yule mtu akasema tu Mungu atanilipia. Sasa kama Mungu atamlipia, yeye anamaanisha Mungu yupi? Mungu wa madhabahu ya miungu. Kwa unakuta ya kwamba kipindi chako wewe ambaye unasababisha shida, mambo yako ni sawa. Alafu unakuta kipindi cha hao warithi wanaokuja kwenye hiyo familia, mambo yao yanakuwa sio sawa. Na siku zote jambo likishakuwa la kiadhabu, haijalishi umeokoka wewe, unaomba paka moto unashuka. Adhabu isiposhughulikiwa ni shida. Kwa hiyo umeelewa miguu hiyo ya roho za mbwa kwamba inacheza katika eneo la kimadhabahu za kifamilia, na zinachezwa pia katika hali hata ya waganga wa kienyeji. Tukishasema tu roho ya mbwa inaweka uadui katika eneo la kuhamasisha uizi, kwamba siku zote roho ya mbwa ikishaona wewe kuna mahali unaenda palipo pazuri, lazima ikuwekee uadui. Roho zote za animal spirits, especially mbwa moja wapo ikiwepo, ni waga inahakikisha uko kwenye eneo lako. Yaani ni mara chache ikakushughulikia ikiwa haupo kwenye eneo. Namba 2, ina tabia kushughulikia kule unakopita. Sio kule ambako ndo unataka uanze kwenda kupita. Kule ambako unaenda kufanyaje? Kupita. Hivi wewe unaelewa kiroho nguvu ya harufu? Hivi unajua kuna mtu hapa tu wewe, Mungu tu alipokuconfirm, Mungu alipokuthibitisha kwamba harufu ya baraka kwenye eneo fulani, yani harufu tu ilipoanza kusikika ndipo vita zikaanza. Na kwa kuwa sasa tumeshatengenezwaga vurugu moja mbaya sana, watu wengi wanaangukaga kwenye harufu.
Yaani pale ambako unaona matumaini ya jambo. Unajua harufu ina tabia kusababisha ujione umeshiba, ndugu yangu journalist. Yaani harufu. Unafikiri kwa nini? Ukiangalia utaratibu wa kuandaa makomando wengi duniani, waga wana kipimo, especially lenga shabaha. Wana kipimo ambacho wanaweza wakafungiwa mahali. Sawa, huko duniani nazungumzia. Kiangalia some moves. Alafu inamwagwa damu. Alafu ndo kaachiwa kafungiwa kwenye kuchumba hata masaa kadhaa. Ni nafsi yako wanaihamisha katika hali ya kuondoa nguvu ya harufu kukutesa. Ndio maana kuna saa kwenye maisha yako inawezekana nikawa ni harufu ya kuolewa, tayari umeifeel, umeisikia harufu ya kuolewa. Ghafla katikati ya harufu ukajikuta unaanza kupoteza nguvu ya kushughulika na hilo jambo. Ndio maana wanaompenda Mungu wengi wanaongoza kwa kuwa na viporo visivyoisha. Ni kwa sababu ya nini? Ya harufu. Watu wengi hawaishi kwenye ukamilisho wa kujua hitimisho la hii harufu. Kama ni harufu ya maharage, je, maharage yameiva? Hapa ndio mahali hizi roho za mbwa zinafanya kazi kwa nguvu sana. Kwa sababu hivi unajua harufu ina uwezo wa kuzalisha kitu kikawa. Mwambie jirani yako, harufu ina uwezo wa kuzalisha kitu kikawa. Biblia inasema hivi, kuna matumaini katika mti. Kuna matumaini katika mti uliofanyaje? Uliokatwa, kwamba kwa harufu ya maji, sio kwa maji kwenda kwenye shina, kwa harufu ya maji ule mti ukafanyaje? Ukaota tena. Anapozungumzia harufu, maana yake anazungumzia hisia. Ndio maana watu wengi wasiokupenda ni wanaendeshwa na hisia zao kuwa na uadui na wewe. Ndio maana umaskini haupimwi na matokeo ya kutokuwa nacho. Umaskini unapimwa na nini kilichopo ndani ya nafsi yako. Ndio maana harufu ya umaskini haipimwi na muonekano. Hivi unajua harufu ni uhalisia wa kitu. Unafahamu hilo? Harufu ni nini? Hivi unajua roho ya mbwa inaweza ikanusa na ikajua huyu baada ya miaka 10 atakuwa mtu fulani. Hivi unafikiri kwa nini katika bidhaa moja wapo ni very expensive duniani ni perfume? Unafikiri kwa nini mpaka kesho kutwa mafuta ya nazi yanageuka kuwa ni mafuta yaliyo bora kwa mtoto mchanga? Kwa sababu harufu yake, nazungumzia achana hii nazi ya ile nazi ambayo mtu anaenda kuchukua nazi, anafanyaje? Anaikuna au anaichemsha kwanza? Anakuna, sio? Yale mafuta yake yale. Usije kuna mtu amevuta harufu ya nazi, mafuta ya nazi akapiga chafya. Uvuta karafuu sasa. Kwa hiyo uadui wako na roho ya mbwa unaletwa pia na harufu ya kule ulioko ndani ya eneo lako. Kumbuka, mbwa tunayemzungumzia hapa leo ni mbwa ambaye anakuja paka kwenye hemaya yako, ndani ya eneo lako. Nataka nikuoneshe kwamba hii vita ya roho ya mbwa ni vita ya kifalme. Kumbuka, mbwa na yeye ana nafsi. Ndio maana mbwa anapokea maelekezo kwa haraka sana.
Na mbwa siku zote yuko very very honest kwa anempa maelekezo. Yaani mbwa kwa kufuata maelekezo amemzidi paka mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu mbwa ni nafsi. Wewe unafikiri kwa nini simba na mbwa are most powerful animal spirits? Nyoka na nguvu kwa sababu yuko associated na some angels. Roho za nyoka zina nguvu sababu zina nguvu tu kwa sababu ya nini? Ndio maana unapoombea nyoka huwezi kuombea tu nyoka, hapana. Kuna joka na nyoka. Joka siku zote joka anadili na picha iliyoko ndani, maono, ndoto, Mungu amekuta duniani kwa ajili gani. Na nyoka yeye ni madai tu. Ila joka, sema joka, anadili na nini? Na potential. Unafikiri kwa nini nyoka na lijoka wana uwanja mkubwa? Asili yao. Kwa tunapozungumza roho ya mbwa, nisikilize. Wakati Mungu anakuumba wewe, alijua hii dunia ina uadui. Sawa eh? Wewe ukitaka kujua roho ya mbwa ni hatari. Kwa nini mbwa akimng'ata mtu lazima huyo mtu afanyiwe antibiotic ya kutosha? Kwa sababu gani? Ndani yake na sumu. Ile sumu, kwa unapotafsiri sumu ya kimwili ya mbwa, itafsiri pia the same sumu kwenye ulimwengu wa roho ambayo ina madhara kwenye maisha ya mtu. Leo nataka uelewe kwa habari ya uadui ambao kazi yake kubwa uadui ni wizi. Na nani anaifanya hii kitu? Ni roho ya nani? Ya mbwa. Kumbuka, hakuna adui kama nyuma yake hakuna chuki. Ndio maana mtu yoyote anayekuchukia wewe utamuona hana sababu, lakini yoyote anayekuchukia lazima nyuma yake awe ana hasira. Ile hasira ndio ambayo inachochea nguvu kwa ile roho. Mwambie jirani yako, Wafilipi 3:2. Jihadharini na mbwa. Yaani Biblia inaposema jihadharini na nini? Maana yake hilo ni onyo, sio? Ndio maana sehemu yoyote wakiweka walinzi wa mbwa wanaandikaga onyo, mbwa hawa wametoa wapi? Anasema jihadharini na mbwa. Maandiko hayawezi yakasema jihadharini na mbwa kama huyo mbwa hakuna madhara yoyote alionayo. Kwa sababu madhara ndiyo ambayo siku zote yanaonekana kwenye maisha yetu. Kwa Biblia inaposema jihadharini na mbwa, maana yake unaambiwa hakikisha unajikinga na huyu mbwa. Jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na nao jikatao. Sikilize, jihadharini na watendao mabaya. Hapa anakuambia jihadhari na adui. Jihadhari. Kumbuka akunaga, mimi nakwambiaje, wewe mtu hawezi akawa adui yako akakuchukia tu. Ile roho ya mbwa iliyoko ndani kama ndio inatengeneza hali ya wewe kuchukiwa, maana yake hiyo roho mtu mwingine hawezi akakuchukia kama ndani yako hakuna roho ya kukuchukia. Jihadharini na nini? Na mbwa, sio? Jihadharini na watenda mabaya. Na wakwambia hii roho inahusiana na adui anaitwa mwizi.
Siku zote mwizi anapolenga kuja kuiba, analenga kuja kufanya ubaya kwenye maisha yako. Jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Na anasema mjihadhari na wajikatao. Anamaanisha nini juu ya wajikatao? Anamaanisha juu ya maagano ya damu. Kwa hiyo maana yake hii ni aina ya roho ya mbwa ambayo inakuunganisha na mfumo mzima wa mateso kwa njia ya DNA, kwa njia ya damu ya huko unakotoka. Uje kusikia tu anakuambia huyu damu yake mbaya, sio damu yake nyeusi. Kwa hiyo huyu hana damu ya kupendwa. Maana yake huyu amekatiwa kwenye nini? Ongea jirani yako. Pastor, mimi nachukiwa. Yaani nikitokea tu kama wenzangu walikuwa wanacheka, wananuna ghafla. Haleluya. Hilo roho ya mbwa inaweza ikafuatilia ikajua kabisa kwamba anatakiwa upandishwe cheo. Alafu kwa sababu ina uadui na wewe, ikaenda ikatengeneza mazingira ya kuiba dokumenti yako. Au je, kuna mtu anakuambia nilipitiwa, nilijisahau. Anakusahau vipi? Kumbuka, hii ni roho ambayo inahamishika. Yaani roho ya mbwa inahamishika. Ndio maana umeona toka tumeza maombi ya roho ya mbwa, kuna watu tunapoishughulikia roho ya mbwa, wanaanza kufanya tabia kama ya nani? Ya mbwa. Wengine wakati wa maombi wanalia kama nani? Kama mbwa. Kwa tunapoizungumzia kwamba maandiko yanaposema jihadharini na roho, maana yake siku zote lazima ujihadhari na nani? Na mwizi. Ndio maana pia hii roho inataka kutengenezea hata mazingira ya wewe mwenyewe tu binafsi ukawa unaishi maisha ya kujichukia. Maandiko yanaposema jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao nini? Mabaya. Angalia, kuna tofauti ya roho elekezi inayotesa maisha yako na roho ambayo sio elekezi yenye kutesa maisha yako. Roho elekezi ni waga haiachi paka imekamilisha kazi. Kumbuka, huyu mbwa anapata maelekezo ya nini cha kufanya. Maana yake kama imepewa kwamba ishughulike na uchumi wako, angalia shughuli jinsi ilivyo. Utakuja kwenye maombi hapa, tutapiga jaramba, tutatindua. Alafu uchumi wako unatoka kwenye 1,000,000 na 1,300,000 mtumishi. Ukishamia kwenye 1,300,000, kumbuka ina uelekezi. Kwa hiyo hawawezi wakashusha ile namba. Hii 1,300,000 waweze kufanyaje? Wakaishusha. Wanachokifanya, watakuja kukuibia kwenye matumizi, kuhakikisha ya kwamba matumizi yako yote lazima yafike kwenye kiwango cha laki ngapi? Milioni ngapi? 3. Ndio maana hii roho ya mbwa inaweza ikakuacha ukaingia kwenye mlango wa jambo. Kwa sababu gani? Siku zote tunatumiaga nguvu kubwa sana kufungua mlango wa jambo. Alafu watu wengi wakishaingia ndani ya malango wanafikiri ya kwamba mwizi hawezi akaja. Kwa hiyo wana relax. Mimi wagasi relax. Kabla wewe hujawa na mshahara wa milioni, ulikuwa unalia sana kwa Mungu. Na sadaka unatoa sana. Lakini ilipopanda, kuna namna unaweza ukasahau hata sadaka kutoa. Hivi unajua, hii roho inaweza ikasababisha usijue, kwa sababu kitu chochote kinachokosti maisha yako, chenye gharama ya maisha yako, ni lazima ukifahamu mwisho wake kabla hujafika mwisho. Mwambie jirani yako. Lakini hii roho ya mbwa inaweza ikaja ikasababisha ikakupiga upofu, ikakuibia
usijue mwisho wako. Na sana siku zote ukishayumbishwa hapo, kinachoshughulikiwa kingine, kumbuka nilikwambia ni roho ambayo inashughulika nao ukiwa uko ndani ya malango yako, ndani ya eneo lako. Inakupiga kwenye eneo la maamuzi. Ngoja nikuje swali. Unafikiri kwa nini vitu vyako haviongezeki? Ishara mojawapo ya kujua kuna roho nyuma yako ni pale kitu kinapoongezeka, unaposhindwa kuja tena kukiunganisha na madhabahu ya Mungu. Nisikilize, hakuna ofisi yote inaendeshwa bila mrejesho. Ndio maana nguvu ya roho ya mbwa siku zote ipo kwenye kuhakikisha wanashughulika na mtu kwenye lango. Kumbuka, hii ni roho ambayo inafanya kazi kwa nguvu ya uadui. Ndio maana mbwa siku zote hawezi akawa kinyume na anayefanyaje? Na anayemwangalia. Kwa nini? Ni ngumu kumaliza uhusiano wa mbwa na mtu anayemwangalia, ni ngumu sana. Kumbuka na kufundisha kitu ambacho so complicated. Ni very simple but complicated. Ni kitu rahisi lakini kina mchanganyiko mwingi. Kwamba kwa nini? Sawa. Kwa nini nilikuwa napata milioni 1? Kwa nini nikae na ongezeko la milioni 1 ndani ya miaka 5? Utaniambia hivi, pasta, natoa sehemu ya 10. Sawa. Sehemu ya 10 ni kukusaidia ulinzi wa ile milioni 10 isifanyaje? Ile milioni 1 isipotee. Lakini sio kutengenezea tena. Ongezeko ni pale ambako ilipoongezeka 10, ukiwa ndani ya malango ukamuinulia Mungu kile kilichoongezeka. Hivi unajua, hata nenda kaangalie kwenye maandiko, watu wengi waliopewa ofisi za kikuhani hawakuwa wazaliwa wa kwanza. Ni lile ongezeko baada ya mzaliwa wa, ongea na jirani yako. Sasa hapa nazungumzia mzaliwa wa kwanza wa cheo, sio wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu leo nataka nikuonyeshe kizuri sana, ambacho na wewe pia umesoma kwenye Biblia miaka na miaka. Mimi nataka nikuonyeshe leo. Ikifika wakati wa maisha yako kuanguka chini, anataka kuja kuyaangusha, ni lazima ashughulike na kule ambako unapelekaga mrejesho. Ndio maana ilipofika wakati wa mwizi anayeitwa adui Shetani kwenda aliponusa maisha ya nani? Ya Ayubu. Hiyo ilikuwa ni roho ya mbwa. Akaona nguvu ya Ayubu, ilibidi arudi kwa Mungu wakubaliane. Ndio maana mtu yoyote ambaye yuko bold, ambaye vitu vyake ni ngumu kugusika, utakuta ana nguvu kubwa sana katika eneo la utoaji wa sadaka. Na utoaji wa sadaka sio lazima uwe navyo vingi. Natoaga mfano huu. Kuna siku hapa, sikumbuki kwa ni ibada gani, Jumapili, nikasema watoto walipata shida namna hii, au wakati wa maombi ya watu walipata shida namna hii, nikabaki. Sawa, kodi zangu ofisini pop. Nikatoa shati, nikaja na ndala hapa na t-shirt. Mwishoni kabisa, binti mmoja akaniletea change. Huku analia, ananiambia, hii ndio balansi yangu ya mwisho. Sasa yeye akanipima kimwili kwamba kwa level hii ya mchungaji, hii 200 hizi mia ngapi hizi. Nilipokea nikamwangalia, and then nikamwambia go far, expansion, nenda mbali, na nikamtamkia ongezeko. Na uongea na wewe hapa, yamkini ilipita miezi michache akapata kazi. Juzi nikamuuliza, nikamwambia Marekani kule watu sasa hivi wanatoka, kila mtu pressure juu. Mimi si mchungaji, kwa napokea message nyingi. Ngombe mume wangu amebakia peke yake ofisini.
na ameanza kuambiwa akabidhi. Trump kaja na kwake, lakini yeye wako chini ya ubalozi wa Marekani na article ishatoka, ofisi yao haiguswi kwa chochote. Lakini nimetoka last week kuweka wakfu nyumba zake, a person ambaye unaona na kila badiliko lilivyokuwa linatokea anarudi, yani harufu kila siku inamrudisha. We pray, we speak a word, anaondoka. Nisikilize, adui siku zote anatafuta ni kuiba kilichopo ndani yako. Kwa lugha nyingine, wewe ndiyo nguvu ya adui yako. Hiyo unajua, yani kwa lugha nyingine, wewe ndio nguvu ya nani? Najaribu kuonesha nguvu ya roho ya wizi kupitia mbwa jinsi ilivyo, na namna gani ni ngumu kustukia kwamba hii ni roho ya mbwa. Unajua tofautisha maisha yenye mkwamo na tofautisha. Huwezi kuniambia kuna siku ulikuwa hauna milioni, tukaomba milioni ikapatikanika, maana yake mkwamo umeondoka. Alafu umestaki kwenye milioni unaniambia na mkwamo wa milioni. Hapana, wewe hauna mkwamo wa milioni. Wewe vita yako ni ongezeko. Ulipoingia kwenye malango, kuna kanuni ndani ya malango haukuifuata. Kwa hiyo kwa kuwa haukuifuata, adui akaja akatumia roho ya mnyama. Roho ya mbwa si lazima usikie mbwa. Ni kumbuka, ni nafsi. Kwa inaweza ikakaa hata kwa mtu yoyote, hata kwa kaka yako wa tumbo moja. Roho ya mbwa inaweza kakaa kwake, ukashangaa kaka yako anakuchukia tu. Roho ya mbwa inaweza kakaa usini kwako. Kumbuka, wakishakuweka kwenye rada yao, watahakikisha mazingira yoyote unayoenda wana mtu wao. Ndio mimi nikifika kwenye eneo lolote, haya waga ni maneno yangu kwamba Baba, kama mfumo wa dunia hii, rais haendi mahali popote kama ubalozi wake wa kule haujampa taarifa ya usalama. Mungu paka umeniruhusu nije hapa, maana yake na uhakika wa usalama. Lakini rais haendi mahali popote kama watu wa usalama hawajafika kwenye lile eneo wakakagua. Na rais hawezi akakaa mahali popote kama hana mfumo wa ulinzi. Mungu limekanyaga hapa, mfumo wote wa ulinzi unahusika na mimi, wakae kila mtu kwenye kona yake sasa, na Mungu nilinde. Basi naendelea na maisha. Lakini hauwezi ukatamka hivyo mpaka uwe una msingi uliotengeneza ukiwa ndani ya malango. Kwa lugha nyingine, hii roho ya mbwa waga inaangalia sana stamina yako wewe kwa Mungu wako. Nani asai kujiuliza kwa nini Habili alikufa na ametoka kutoa sadaka? Nani asai kujiuliza hiyo kitu? Habili na Kaini wote kanisei, wazazi wao walipata furaha sana. Namba moja, wametoka kutamkiwa adhabu. Ukiangalia kwenye ile adhabu, nisikize kwa makini, ni adhabu ambayo haikulenga kwenye mkwamo, ililenga kwenye eneo la kuongezeka. Kwa hiyo walikuwa yuko Adam na Eva, mtu na mke wake, ghafla wanaongezeka, anakuwepo Habili na Kaini. Na Biblia inasema hivi, aliyezaliwa wa kwanza alikuwa ni Kaini, na Kaini akawa hodari kwenye ardhi, kwenye kilimo. Akazaliwa wa pili aitwa nani? Habili. Kwa lugha nyingine, Kaini alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa cheo, Habili alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa haki. Kwa lugha nyingine, kuhani wa nyumba ya Adam na Eva alikuwa ni Habili. Ndio maana nilikwambia makuhani wengi ni ngumu sana kukuta kuhani alafu ni mzaliwa wa kwanza kwao kihaki na kicheo. Wengi ni wazaliwa wa pili au wa katikati. Sasa Biblia yangu inaniambia hivi, Kaini, kumbuka Biblia inasemaje kwenye Wafilipi? Jihadharini na mbwa na watendao mabaya, sio? Na wale wajikatao. Sawa
Maana hapo anazungumzia nini? Damu. Maandiko yananiambia hivi, huyu Kaini wakaenda kutoa sadaka. Walipoenda kutoa sadaka, kumbuka sadaka ya Habili ilikuwa ni sadaka ya malimbuko. Kwa ile sadaka ya Habili ya malimbuko ni sadaka iliyosababisha Mungu akampa kibali chenye heshima. Maana ya Mungu kumtakabari mtu ni mtu kupata kibali na heshima. Ndio maana siku zote apataye kibali anapata ongezeko lenye ubora kwenye maisha yake. Biblia yangu inaniambia hivi, Kaini akamwambia ndugu yake, twende uwandani. Cha kujiuliza, Habili na Kaini, paka Kaini anamchukia Habili. Maana yake huwezi kumchukia mtu kama ndani hakuna uadui. Maana yake hii roho ya mbwa ilitengeneza uadui kati ya Habili na Kaini. Habili hajawahi kuwa adui wa Kaini, ila baada ya Habili kutoa ile sadaka ilimuingiza Habili kwenye malango ya msimu mpya kwenye maisha yake. Maana yake eneo zima wakaona baraka na matokeo kwenye maisha ya nani? Ya Habili. Walipoona vya kuonekanika, Kaini chuki ikaongezeka. Kwa nini Habili hafe? Habili alipoingia kwenye ule msimu mpya hakutengeneza sadaka ya kumsababisha akae kwenye yale majira. Alitoa sadaka ya kuingia kwenye msimu mpya, akaingia kwenye msimu mpya wa kibali, lakini hakutoa sadaka ya kutunza kile kibali ambacho anacho. Kwa hiyo huyu ndugu yake akaingiwa na uadui. Uadui upi? Akajua nikimpiga huyu akafa, kibali chake nitakiiba, kitakuja kwangu, wanyama wake wote watakuwa kwangu. Umeona wizi huo? Nani ashai kuota hapa naibiwa? Njoo pamoja. Come. Uota naibiwa nini? Sema mkono wangu. Unajua nini? Sana nilikuwa nimezishika hivi. Pesa nyingi sana, na tangu wakati huo maisha hayajakaa sawa, na struggle sana na biashara. That's commanded to go. Come out. Huyu ni milionea. Huyu ni milionea. Ni milionea. Ni milionea. Ni milionea. Ni milionea. Tumechukua. Unachukua shilingi ngapi? Pesa ngapi? Aturudishi. 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 Damu iende kwenye sosi. Out. Yes Lord. Yes, nataka wa uchumi. Nautaka wa uchumi. Yes, nautaka wa uchumi. Yes, roho ya wizi, roho ya mbwa. Roho ya mbwa kwenye eneo la wizi. Roho ya mbwa kwenye eneo la wizi. Roho ya mbwa kwenye eneo la wizi. Yes, Lord. Kimbia.
communication. Kila 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 mawasiliano yaliyoibwa kwenye eneo la biashara. Kila mahusiano yaliyoibwa kwenye eneo la uchumi. Yes, mahusiano. Mawasiliano. Yes, nataka zile hela. Zile hela, yes. Namtoa kwenye cycle. Namtoa kwenye cycle. Namtoa kwenye cycle. Namtoa kwenye cycle. Kwenye cycle. Kwenye cycle. Kwenye cycle. Kwenye cycle. Kwenye cycle. Na kila aliyeko kwenye ibada hii ambaye amewekwa kwenye duara moja na roho ya mbwa kwa njia ya vitu kuibiwa, namtoa kwenye hilo shimo. Namtoa kwenye hilo shimo. Yes, kwenye mashimo watoke. 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 Yes, natoa hiyo mikono kwenye mashimo. Yes, natoa. Yes, yale mawasiliano. Connection. Yes, connections ziachiwe. Connections ziachiwe. Yes, I command now. I command. In the mighty name of Jesus Christ. I command these connections ziachiwe. I command these connections ziachiwe. Yes, I command now. I command the connections ondoke. I command. Yes, mabegi yachiwe. Hela, noti ziachiwe. Noti, dola ziachiwe. Dola, hela za kigeni na za Tanzania ziachiwe. Transactions ziachiwe. Mara ya kwanza, off you go. Ya pili na ya tatu. You're free. Sababu tunajua nini? Nilibiwa simu na pochi kubwa yenye pesa nyingi. Amonesh. Paka tatu. Haturudishi. Paka tatu. Simesikia na mtoto wake? Ndio. Yule mtoto wake ambaye ni kuhani. Ndio. Alibeba ofisi ya Mungu. Ndio. Anaachia. Paka tatu. Dola mara 2 mfululizo usiku, na last time niliota naibiwa pesa dola nyingi mara 2 mfululizo, na last time nilibiwa na gari. Go. Let's namwachia pesa zake, namwachia utajiri, namwachia magari yake, namwachia vyote, namwachia out in Jesus' name. Nimeota pochi langu la pesa. Leo walikuwa nataka kunyang'anya. Bwana wengi ni pochi. Sadaka matoa nyinyi. Wengi ni pochi hela. Waachie uchumi wake na kiasi chake. Hela uze na sindano. Ni witchcraft. Uchawi huo. Nakuwa kwenye cycle. Hela na simu. Niliibiwa hela na simu. Unaona hayo mawasiliano simu na hela. Simu nini? Network. Hela siku zote zinaangalia channels, networking yako. All the same problem, witchcraft. Witchcraft. Nataka hela sawa. Nataka zile dola za kigeni na za hapa. Wewe. Kama mlimfunga kizazi na Mungu akakifungua na mtoto, hela mnacheza dakika tu na mtoto. Achiliwe in the mighty name of Jesus. Zile hela ambazo anaibiwa in the mighty name of Jesus. Ndio Mungu amempa leo. Come on. Come out, teach this one. Come out, teach this one. Come out. Go. Go.
Yesu wangu asante. Jina lako lihimidiwe. Asante kwa ajili ya uzima. Asante kwa ajili ya uzima. Asante kwa ajili ya uzima. Asante kwa ajili ya ukombozi. Naweka huru leo. Wafunguliwe leo. Haya, ondoka sasa. Out. You are free. Asante Yesu. Kwa ajili ya uhuru wangu. Haya, hapa ondoka. Haya, ondoka. Moja. Ondoka. Moja, ondoka. Mbili, ondoka. Haya, come out in Jesus' name. That's it. Mimi wanaota nimeibiwa hela, simu na vitu vya ndani vyote, nakuta nyumba nyeupe haina kitu chochote. Hata naibiwa pesa, lakini pia ninashauriwa niende nikafanye wizi. Ukafanye wizi. Namtoa kwenye kiti cha ukuhani, 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 namtoa kwenye kiti cha ukuhani. Napomtoa kwenye kiti cha ukuhani, namtoa kwenye cycle ya wizi, kwenye cycle ya uharibifu. Namtoa, 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 namtoa kwa mara ya kwanza, 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 namtoa kwa mara ya pili, namtoa kwa mara ya tatu. Watoke, watoke, watoke. Come out. Come out. Kwanza leo hata hii mimba haitatoka. Hii mimba haitatoka. Hii mimba haitaharibika. Hii mimba haitatoka. Hii mimba haitatoka. Hii mimba haitatoka. Tunaitaka mtoto. Haitoki. Haitoki. Haitoki kwa mara ya kwanza. Nimesema haitoki. Nimesema haitoki. 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 Out in Jesus' name. Ipite kwangu. Mimba yangu itatoka. Hii laana iliyotomkia baba yako ya fedha na kuterminate nayo. That curse must go. 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 Yes. Uchumi wake kuanzia leo. Napanda fedha, baraka. Haya, miungu. Out. Mara ya pili. Out. Ya tatu. Out. Come out.
uwezo wa kusuka, uwezo wa kazi za mikono, nguvu ya kazi ya mikono iachiliwe, nguvu ya kazi ya mikono iachiliwe, nguvu ya kazi ya mikono iachiliwe, in the mighty name of Jesus. Nguvu ya kazi ya mikono na iachiliwe, nguvu ya kazi ya mikono na iachiliwe, nguvu ya kazi ya mikono iachiliwe. Naenda kwenye ile ardhi, naenda kwenye ardhi, napangua, napangua. Mume wangu liko pale, Mungu alipo, napangua yote, napotaji matatu, wanaendelea, nafungua ile mikono. Mungu anamuinulia mwingine, Mungu anamuinulia mwingine, Mungu anamuinulia mwingine, Mungu anamuinulia mwingine. Vitu unaondoka huo, out. Hiyo ni akili kubwa iachiwe. 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 Out. Hela kazini, mshahara, mapato ya biashara, kazini, mshahara, mapato ya biashara, cheo, 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 kitoke, kitoke, cheo, kitoke, cheo, kitoke, cheo, kitoke, cheo, 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 ngazi, kupandishwa, ngazi, kinyume na sheria, kinyume na sheria. Ule wadui unaondoka, wadui kwenye 10,000 unaondoka, adui unaondoka, wadui unaondoka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Out, 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 go, 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 out. Come here.
Tushauri baadaye. Out. Minja, maliza. You anti-marriage go? Anti-marriage go. Anti-marriage go. Anti-marriage. Go, come on. Take it out. I take it out. I take it out. I take it out. I take it out. Yes. Yes. Yes, hii mauti ya ajali inaondoka. Yes, kwa mara ya kwanza. Yes, kwa mara ya kwanza. I want to speak a very simple word. Aliyekuruhusu uzurie ibada hii ya leo ni Mungu anayefanyaga tena. Na mimi natamka siku hii ya leo, chochote ambacho kimekatwa katika mti ambao Mungu aliuotesha mwenyewe kwenye maisha yako, matawi yake yakachipuke tena. I say matawi yako yakachipuke tena. I command matawi yake yakachipuke tena. Whatever the devil alichokikata, whatever the devil alichokiondoa, I speak it kikawe tena. Matawi yakatoke tena. Matawi yakachipuke tena. Matawi yakachipuke tena. Matawi yakachipuke tena. Nenda kaote tena, nenda kaote tena. Nenda kaote tena. Nenda ukawe bora tena. Leo tumekamata kila roho za wezi. Na mahakama kuu ya Kristo Yesu inasema chochote ambacho kimeibiwa kwenye maisha yako na kikarejeshwe vile vile kama kilivyochukuliwa. I speak restoration today. I command the power of restoration today. I command the power of restoration today. I command the power of restoration. Rejesho mkuu, rejesho mkuu. Wewe ni bora. Bwana Mungu akubariki na kulinde leo. Bwana akuangaze nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Be protected and be covered. It is done for you.